I am a man. I am a human being. I am Joseph Kony. Unamfahamu Joseph Kony? Alikuwa mtumishi wa kanisa huyu, lakini baadaye akageuka vita na hata akaitesa sana Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati. Jeshi lake liliwateka watoto na kugeuza kuwa wanajeshi. Vijiji vilichomwa moto, raia walikatwa viungo, mikono, midomo, masikio, miguu. Yote hiyo ilikuwa ni kueneza hofu. Sehemu kubwa ya maisha yake alikuwa muumini mzuri kanisani, lakini mambo yakabadilika kati ya mwaka 1981 hadi 1986 pale baada ya wanajeshi wa Rais Yoweri Museveni kuangusha utawala wa rais wa wakati ule Tito Okello, ambaye alikuwa Mwacholi pia, kabila moja na Kony. Wakati Kony anaanzisha kundi hili la LRA mwaka 1987, alidai kwamba alikuwa ameongozwa na Roho Mtakatifu. Akasema anaanzisha kundi hili ili kuwasaidia watu wake wa Acholi ambao walihisi kutengwa na siasa za wakati ule za mwaka 1980 hapo za Uganda. Kwa miongo miwili sasa baadaye, Kony akaongoza kundi hili la LRA. Kijana huyu ambaye alikulia katika madhabahu ya kanisa Katoliki akaendesha kundi hili lilokuja kujulikana kuwa kundi la hatari zaidi la waasi barani Afrika. Kony pia alikuwa anatumia mistari ya Biblia kutoa sababu ya kwa nini ilikuwa lazima kuua watu wake. Mmoja wa washirika wake alisema kwamba Kony alikuwa anatumia mizimu kuweza kutabiri mambo ambayo yangeweza kufanyika huko baadaye. Lakini wapo pia miongoni mwa wanajeshi wake ambao waliamini kwamba Kony asingeweza kuuawa. Lakini umaarufu wake uliongezeka zaidi mwaka 2012 baada ya video ya Kony 2012 kusambaa duniani kote. Kampeni hiyo ilitaka dunia kumfanya Kony ajulikane ili asakwe na apelekwe mahakamani. Hadi hii leo Kony bado anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya jinai, na kuna zawadi ya dola milioni 5 kwa yeyote yule atakayesaidia kupatikana kwake. Inasadikiwa yuko mafichoni, pengine Sudani au Jamhuri ya Afrika ya Kati, huku akibadili maeneo mara kwa mara ili kuepuka kukamatwa. Japo nguvu zake zimepungua, kumbukumbu za maovu yake haijapotea. Vipi, umeshangazwa kwa mtumishi wa kanisa kugeuka kuwa mhalifu wa kivita? Tuandikie maoni yako katika comments.